Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ukizungumzia moja kati ya mtu ambaye amefurahi sana Wema Sepetu kupata mtoto, basi tunaweza kusema mama yake mzazi na Wema Sepetu, Mama Sepetu amefurahi kwa asilimia kubwa sana. Tunafahamu wazi Mama Sepetu mara kwa mara amekuwa akizungumza mitandaoni akimtetea mtoto wake, hatamani kabisa kuona maneno mabaya yanazungumziwa juu ya mtoto wake, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yalizungumzwa juu ya Wema Sepetu kuhusiana na kupata mtoto. Maneno alikuwa ni mengi sana, familia imevumilia kwa asilimia kubwa, na ukiangalia Mama Sepetu siku zote alikuwa akisimama na mtoto wake. Huyu ni mama wa nguvu, siku zote alikuwa akimwombea heri Wema Sepetu. Tulikuwa tunashuhudia mara kwa mara katika birthday party za Wema Sepetu. Mama Sepetu ombi lake kubwa, anadai kwamba anatamani sana mtoto wake apate mwanaume sahihi, mwanaume ambaye atamvumilia katika ile hali yake ambayo inamtokea mara kwa mara, anapata ujauzito unatoka, anapata ujauzito unaharibika, mambo kama hayo. Sasa Mama Sepetu siku ya leo amekuwa na furaha kubwa sana kwa sababu ya kumpokea mjukuu wake, na tunafahamu katika watoto wote ambao Mama Sepetu ameweza kuwapata, wote walikuwa watoto wa kike, na ukiangalia Wema Sepetu alikuwa ni mtoto wa mwisho katika wale watoto wanne ambao mama Wema Sepetu amewapata. Sasa ukiangalia katika familia nyingi sana huwa tuna huo utaratibu, mtoto wa mwisho huwa anapendwa sana na wazazi. Hatujuagi ni kwa nini, lakini umekuwa ni utaratibu wa Kitanzania. Mtoto wa mwisho amekuwa akidekezwa, mtoto wa mwisho amekuwa akipendwa sana. Ndivyo hivyo ilivyo kwa mama Wema Sepetu. Alikuwa anampenda sana Wema Sepetu tofauti na hawa dada zake, kwa sababu anajua ni mtoto wake wa mwisho, ni kitinda mimba chake, alikuwa anamdekeza, anamuonesha upendo wa hali ya juu. Na ndio maana hata huyu mjukuu ambaye amempata kwa Wema Sepetu amekuwa ni mjukuu ambaye atampa alama ya upendo, ishara ya upendo, na sijui huyu mtoto atapendwa kiasi gani. Ukiangalia familia ilikuwa ina hamu kubwa sana ya kupokea huyu mtoto, lakini pia ukimwangalia Wema alikuwa na shauku kubwa, lakini pia ukimwangalia Whozu alikuwa na shauku kubwa. Huyu mtoto atapendwa sana, na hatujui ni upendo wa namna gani ambao Wema Sepetu atampatia huyu mtoto. Ni mtoto wa kiume, sawa, anatakiwa alelewe yale malezi ya ugumu, lakini sidhani kwa huyu mtoto wa Wema Sepetu kama atalelewa malezi ya ugumu. Jamani, hapo mtamsamehe Wema Sepetu kwa sababu shauku kubwa ambayo alikuwa nayo ni kumpata huyu mtoto. Na ukimwangalia hata huyu bibi, machozi ya furaha yameweza kumwagika kwa sababu tu anamtamani mjukuu wake na anampenda, na ndio maana machozi ya furaha yanamwagika akiwa hospitalini kwa sababu tu ya yale maneno ambayo yalizungumzwa mengi nyuma, na sasa hivi maneno hayo hayapo tena. Kilichobaki ni furaha na kufurahia mjukuu wake ambaye amekuja. Hilo ndio kubwa, na tuendelee kusema Whozu amsamehe sana huyu mama, kwa sababu huyu mama alimzungumzia Whozu vibaya sana kwamba ni mwanaume ambaye atapita tu kwa Wema Sepetu, na hiyo ni kawaida kwa mzazi kuwa na wasiwasi na mtoto wake, kwa sababu wanaume wengi walishamchezea Wema Sepetu baada ya kuona tatizo lake, mimba zake zinaharibika, wakamwacha. Lakini Whozu aliahidi, alitoa ahadi yake kwamba atakuwa na Wema Sepetu mpaka pale atakapofanikiwa kumpatia mimba. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.